kisheti usiojielewa. Ulidhani utadili na hivi vishenshede mpaka lini? Labda mimi sikujue. Hivi unajionaje kwanza? Hauoni hata aibu? Hivi vitoto vya 2000 ndio uje kuhangaika navyo. Hawa si sawa na watoto wako hao. Tena kama hichi hapa sana kijukuu chako wewe. Kinachokusumbua ni kitu gani? Kumbe kila siku unavyojifanya kuja kule nyumbani, mara sijui unaumwa kichomi, mara sijui unaumwa shingo, mara sijui leo hela sijui sijapokea, kipo juu kipo chini. Kila kukicha unanipangia mizungu, kumbe uko na hivi viushozo hivi, si ndio? Wewe unachukuliaje? Kwanza we mama. Wakoma wewe. Tena koma na ukome taratibu mpaka uzoe. Funga mdomo wako, usinitibulie mashetani yangu kule nilipoyalaza. Tena leo nimekuja kistaarabu sana tu. Naomba unyamaze. Mwenzangu mimi kwenye kukoma wala. Mimi mwenzangu nishazoea kuongea. Yaani kukala kitu rohoni nife na mfundo. Mimi naongea mwenzangu. We mama, kwani we nani? Maana umekuja hapa, umetunyali we, umetupandisha, umetushusha. Umetupandisha, umetushusha. Haya basi, unyamaze kimya, umetuzukuta sisi tuko nginja. Tuko vulu na ugomvi wetu. Umekuja kuingilia unabwata sisi hatukuelewi. Wewe nani mwenzetu? Utaelewa baada ya muda. Tuuliza komwe hapo. Usinifanyie sura kangerere mjane. Tena ukae utulie na komwe lako katumba na ubuyu. Unyamaze kimya. Kama maremu iko mochwari. Koma taratibu mpaka uzoe. Bado naenda na huyu. Niache kwanza nipumue naye huyu. Si unanielewa? Nyinyi nitadili na nyinyi. Lakini kwanza naanza na huyu mtu mzima kisheti. Na kuuliza wewe unajielewa? Au unajitambua? Tutaongea nyumbani bwana. Haya mambo ya kudhalilishana ya nini? Unapandisha nyongo, si ndio Sasa sitaki kukudhalilisha. Zungusha kwato zako. Nyumbani. Tangulia bwana, tutakutana nyumbani. Na nyinyi kazi yenu ipo. Nyesi ndio mnaojifanya watoto 2000. Mnaojifanya nyinyi mkiambiwa mume wa mtu sumu, mnajifanya kwenu kuna maziwa. Sasa ndio pale mtakapojua kuna sumu ambayo haikolei maziwa, kila unafutia maziwa na yenyewe nageuka maziwa. Sijui mnanielewa? Ngoja kwanza nikaanze na huyu. Kwa sababu huyu ni wa kwangu. Ngoja nikaanze naye, afu nyinyi nitawamaliza kwa sababu nyewe wepesi sana. Haya, nyumbani. Mimi mambo ya kudhalilishana sipendi bwana, tangulia. Bwana umeshajidhalilisha mwenyewe. Tutakutana nyumbani. Unaenda nyumbani wewe? Tangulia bwana. Twende nyumbani bwana. Tunatiana hivi. Alikushajitia mwenyewe. Ondoka hapa. Welcome to my house. Umeona? Unaweza ukaingia ndani ukaipunguza. Ngoja. Ng'ombe mpunguze. Mimi niko shambani, kuna sikia huko mwanao mwingine analewa. Leo nimekuja kujionea mwenyewe kweli. Ndio unakuwa namna hiyo, unamkalisha babako nyumbani hapo unayumba hivi. Welcome to the gentleman. Mimi nasoma sana vitabu. Sawa. Alafu nikwambie kitu kimoja. Sawa. Upupu unawashwa lakini utengeneze siki. Ndio sawa. Nimekuja nikulee babangu. Sawa. Hii nyumba unaona mali yangu mimi. Nyumba hii. Kwa ukubwa wote na ubora wote ni mali yako wewe. Sasa mwanangu, kumbe mimi niko kijijini huko nateseka. Naadhirika siri vizuri, sinenepi, wakati wewe mwanangu uko mjini, maisha mazuri, nyumba nzuri kama hii. Leo unanileta hapa nije nipaone, unanizoboa ili nimekuja kukulea wifi kamati vizuri. Na wewe napata taarifa zako kijijini wa kila watu baba. Wote huyo kufa. Nishazika mama bado wewe. Wewe nakulea sawa. Kwa hiyo mama unazika ni kwa sababu ya waume za watu au wewe tatu. Yaani wewe nimekuchoka wewe. Yaani unaona unatoka hapo unaondoka kwenye kumbandani huko kwenye vipombe kila siku. Kila nikikwambia. Yaani kila ndio mwanamke mwenyewe unaishi. Huyu ndio unaishi naye huko ndani ya nyumba. Shikamoo. Shikamoo nani? Wewe sisi agoyo mkondo hiki. This is my father. Ukiwakia unapiga magoti.
Shikamoo baba. Mama, mimi nimekuja hapa sikufuata shikamoo. Nilichokuja hapa amenileta huyu mwanangu nije kuishi maisha mazuri. Akiwa yeye kwamba ana uwezo nyumba nzuri kama hii. Ila wewe aliyokuweka humu nimekupima nikaona hautendana na mimi. Kwa sababu unanizarau. Kama huyu mumeo mimi ndo mwanangu. Mimi baba mko wewe kwa shikamoo huku nacheka. Shikamoo baba, hamna hata heshima kukunja magoti. Ndio mlipozaliwa kwa nini? Sikiza, jambo ni moja. Kapike msosi vizuri. Sababu huyu bwana hadi vizuri. Sawa. Sasa waambie unapenda nini leo? Wewe. Baba karibu. Mimi nishakaribia kama alivyosema mumeo mimi. Huko ni kwaga nakula mboga za majani tu na uyoga. Lakini hapa hiyo shida yangu kwanza asubuhi. Mkate lazima uwe na siagi. Ndio manake. Alafu mchana ule ugali ule wa kwetu uwe mwingi na mboga za nyama zile zilostiwa. Usiku sasa ubwabwa. Si unajua ubwabwa? Basi ule utengeneze vizuri, alafu matango yale unaniwekea na mchuzi na mang'ombe. Yaani nile mpaka nibadilike kwa muda wa mwezi mmoja tu. Ndio manake. Umesahau Wewe nani? Tunakuongea. Kama nchana. Nenda nikuongee tu. Baba tunakuja. Nenda niku. Wewe yaani kichwa chako kinafanya kazi. Yaani wewe hapa mimi nakulea na kufuga. Mimi kila siku ndugu zangu wananilaumu, ulete hela kodi nakula mimi nawe nakununulia nguo, nakulisha, nakuhudumia kama mtoto mdogo. Unaenda kututusa zigo huko kijijini, si mzee limetoka si uchawi lile baba, unalileta hapa, nililisha. Yaani nikulishe wewe pamoja na babako. Hivyo una akili kweli wewe? Wewe nakwambia. Yule pale upati laana kule pale. Ni mtu mzima. Sawa. Kwa hiyo hata panya ndani unafungua sababu anaitwa Master. Pale nimekuja ili nimbelee. Sawa. Atulie kwa sababu wifi haiko vizuri. Yaani ya Mungu jamani, watu wanapata wanaume wanokueleweka. Mimi si nimelipata wapi ile janaume? Yaani hata kujiongeza wewe unashindwa. Kwanza tunamlaza wapi nyumba yenyewe vyumba vyote mimi nimepangisha, kimebaki chumba kimoja. Tunamlaza wapi ule mzee? Haina shida. Mimi leo tunalala ukumbini. We, stop hapo. Wewe yule mzee mimi namjua. Mzee chafu nakwambia, mzee alieleweki, baya alieleweki, nikamlaza chumbani kwangu. Wewe ndio utalala ukumbini na huyo babako. Na ninakwambia hivi, analala usiku mmoja, kesho hapa anaondoka. Hapa babako akai anaondoka. Labda nyumba sio yangu, hapa anaondoka. Akai hapa nyumbani kwangu. Anaondoka. Nakwambia anaondoka. Baba, mimi nilikuwa naongea na mume wangu. Namwambiaje? Mgeni leo amekuja, baba yetu ametoka kijijini. Mimi namwambia mume wangu tumchinjie kuku baba. Yeye anasema tununulie samaki. Eti baba, kuku na samaki tukupikie kipi? Mimi nitakula samaki na hiyo kuku. Una shida gani wewe? Tulia basi.
mtu unaona kabisa kama chooni kuna mtu. Unaingia hivyo. Wewe baba una aibu wewe. Yaani unakiona kitenge kuna kama chooni kuna mtu, lakini unaingia hivyo maana yake nini? Ina maana ulikuwa uone hapa kama kuna kitenge mpaka unaingia chooni. Ni yako nichungulie, si ndio? Bwana. Mimi nilikuwa na kiu, sasa nikajua hili ni duka yangu nipate kinywaji. Sasa sikujua kama niki ni choo. Kwa hiyo naomba nisamehe sana. Wewe baba wewe, yaani hili duka ina maana wewe njia dukani hukuijui mpaka uingia chooni. Wewe baba mbona mbaya? Mbona mimi nakuheshimu wewe baba? Jamani wewe baba utakuwa mchawi wewe. Yaani mimi ningekuwa mchawi au mwanga, miaka yote uko na mwanangu. Vitu vingapi nimekufanyia? Ukanijua mimi ndo mwanga. Yaani au leo tena unataka kuniumbua mbele ya watu? Ndio wewe mchawi, kwa nini nichungulie? Wewe baba mbona mimi nakuheshimu jamani? Majirani akakubaka. Baba afadhali baba ulikuja. Wewe. Nisikize nikwambie, huyu babako ananikosea mimi heshima. Ametoka ndani anaona kabisa hapa kuna kitenge. Inamaanisha mtu upo chooni. Anaingia chooni kunichungulia, ni yake anibake au vipi? Yaani mimi nikuchungulie wewe chooni? Mimi nilijua hili duka nataka kununua kinywaji. Alafu sasa wewe unaniambia nikuchungulie. Wewe unanivunjia heshima. Angalia. Nitakupiga makofi. Tena nitakupiga mbele. Na nitakuvulia wewe. Mimi namvulia nguo huyo. Wewe. Tulia. Kila nikwambie. Unajua kumtafuta ndama kwenye simba wenye njaa kali. Mweleze. Wewe mzee ana upwelo. Jamani makubwa. Ukistajabu ya Musa utaona Firauni. Sasa leo ndo nimegundua kama hii familia wote mataila. Kuanzia mtoto mpaka babake. Kwa hiyo upwelo kwa mimi nikampe. Sasa nisikilizeni nikwambieni nyinyi msinichaga tena tutakuja kukata makofi wewe baba pamoja na wewe. Nadhani mnanijua vizuri wapuzi wakubwa nyinyi. Nakwambia hivi, hapa situlio sipoi. Hapa sipoi wala sipoi. Yaani wewe unajua ulifanya uzi? Tulia basi. Natulia nini? Tunaenda kuongea. Tatizo liko wapi? Nakuuliza natulia nini? Wewe unaona mazuri haya? Unafanya tuyamalize, tunamalizaje? Hivi unajua jinsi gani ulivyoniumiza moyo wangu? Wewe ni wa kunidhalilisha mimi kiasi hicho. Umenionaje? Au umenichukuliaje kwanza? Watoto kama wale, baba mtu mzima na mvi kichwani, unata haya wala ujui vibaya. Sasa hivi ndo unasema ati tuongee kiutu uzima. Wewe ni mtu mzima? Una utu uzima gani hapo ulipo wewe? Unaelewa nini wewe? Ungekuwa mtu mzima ungefanya ule upumbavu unaofanya pale. Baba mtu mzima usijielewa. Yana ongeleka na nani? Nani utakayeongea na huo upumbavu? Basi mke wangu. Basi sasa shida nini? Nenda ndani. Sasa wangu shida nini? Nasikia mizozano nikiwa ndani. Nisoi nikutiana aibu tu yeye. Nisoi majana anasikia. Baba yako alivyonidhalilisha mimi. Baba mtu mzima wa kwenda kutembea na vitoto vidogo viko hivi. Vichenchede wewe hapo mkubwa. Maneno gani haya kumwambia mtoto mke wangu? Mwanangu, enda ndani. Lakini baba, kwa nini msikae chini mkazungumza yakaisha? Tutayamaliza mwanangu. Wewe nenda ndani. Tayari ndo nishafanya. Wewe ungeona dhalala kule kwa wale watoto wadogo ulioenda kuwafulia nguo baba mtu mzima kama wewe usokuwa na haya. Nizungumze mara ngapi? Nimekwambia tumeshafika nyumbani tayari. Tuingie ndani tuzungumze, tuyamalize. Unataka tuyamalize? Kama unataka tuyamalize, nipe talaka yangu. Tumalizane kizungu. Talaka tena mke wangu? Ndio. Na kama sio talaka yangu, ninachokitaka mimi kuna haya mawili. Toa talaka. Utaki kutoa talaka, nipe faini. Utalipa faini hapa 1,000,000 ili tuwe tumemalizana. La sivyo utanijua upande wangu. Sasa mke wangu, 1,000,000 mimi naitoa wapi na hali yangu hii? Unavyowaonga kule umeonga bei gani? Mpaka wanapiga na ngumi wanaparuana. Hiyo 1,000,000 kuimaliza. Umejisikia kunipa 1,000,000 nipe, hujajisikia nipe talaka yangu. Sikiliza mke wangu. Mimi nitakupatia hiyo 1,000,000. Sawa.
Unataka nipate na nini Doli eh? Doli. Mnausubiria. Mwali wangu yuko ndani nishampodoa, mama kapodoka. Anachokisubiria hapa ni kutoka nje tu. Kwanza mwanaume mwenyewe hana hadhi. Ana hadhi hata kuwa na mimi. Anakaa kwangu mama, analala kwenye kitanda changu. Kodi nalipa mwenyewe. Alafu leo hii naenda kumfumania na mwanamke ambaye hana mbele, hana nyuma, hana juu wala hana chini. Leo ni mwendo wa taraka ngija ngija. Kwenye nyumba yangu lakini hafadiriki. Huyu kila siku anakula chakula changu, hajui wapi kimetoka, hajui hata jasho lake, lakini bado akaniona mimi wa nini. Wenzake wanasema watanipata lini mama Zawadi Mautamu. Upo nyonyo? Yupo titi. Sasa leo nataka nimrudishe kijijini kwao, winji mchana kweupe. Mbuzi anakula majani au sio? Ndio.